Steve Dese Mkwala, Diego Fernandez Mavambo, King Charles Yaua moja na Fabrice Wamba Ngoma. Ndio wamekuwa wakitamani kuona pengine kesho kocha Fadlu akiwachezesha double striker Steve Dese Mkwala huyu hapo pamoja na Lionel Ateba hapo kwa sababu timu inahitaji mabao kwenye mechi ambayo lazima wafunge mabao ili waweze kwenda kwenye hatua inayofuata. Mabao yenyewe ni lazima yawe tofauti ya mabao matatu. Shinda 3-0 sawa, 4-1, 10-7. Yote hayo ni aina ya magoli ambayo yatawapeleka kwenye hatua ya nusu fainali. Wafungaji ni kina nani? Ndio hawa kina Steve Dese Mkwala pamoja na Lionel Ateba. Swali linabaki, watafanikiwa? Malone Fondo kutokana na majeraha, naona yuko anasogeza tu mpira hapo, kosa kwenye mchezo uliopita kule Misri. Mchezo huu kwa namna ambavyo sasa pia anaendelea na mazoezi, yeye yuko pembeni, wazi kwamba mchezo wa kesho ngumu kumwona akiwa anahusika pia. Kazi yake imekuwa kuelezea wenzake mpira kuhakikisha wanaendelea vizuri na mazoezi. Alienda kupigiwa Morocco, amerejea, lakini bado anaonekana yuko fiti 100% kwa ajili ya kuitumikia klabu ya Simba. Na kukosekana kwa Malone Fondo kufanya Simba wacheze pamoja na Braza Hamza kule Misri. Kuna Malone kila ikitoka wenzake wanafanya mazoezi, basi yeye anachangamka kisha mpira ipo muda wote wenzake wakiendelea na mazoezi. Wachezaji wa Simba kisha wanakuwa fiti kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kocha Fadlu ameomba mashabiki waweze kujitokeza kwa wingi kucheza kesho. Mazoezi kwa hivi sasa kubadilishwa aina ya mazoezi. Wale kule ni Nyanda wa Beli au ni Nyanda wa Beli kwa sababu hii ya wakiwa nao kwa uzuri kabisa. Nyanda wa Beli
kiboko nzuri kwa hapa kuelekea kwenye kesho majira ya saa 10 kamili za jioni ya Simba hapo. Mazoezi haya yanafanyika muda huu wa mechi ili kisingizio kisipatikane. Jua likiwaka basi hapa napo jua linawakia, sio wasema kwamba hawajawahi kutreni kwenye hali ya hewa ya hiyo. Nikwambia tu kwamba hizi ni ripoti za Simba TV kutoka hapa uwanja wa Benjamin Mkapa. Tuko kwenye mazoezi ya mwisho kabisa kuelekea mchezo wa hapo kesho wa kombe la shirikisho, mkondo wa pili baina ya klabu ya Al Masry klabu ya Simba dhidi ya klabu ya Al Nassr. Mchezo wa kwanza Simba ilipoteza goli 2-0 akiwa pale nchini Egypt ama nchini Misri, lakini pia mchezo wa pili Simba Sports Club anakuja kujitafuta hapa ndani ya jumba la Benjamin Mkapa. Bwana, mambo yatakuwaje? Hali itakuwaje? Tunashuhudia hapa tambo zinakuwa nyingi, hamasa imekuwa ni kubwa huko mtaani. Simba Sports Club wanahitaji hii mechi, Simba Sports Club wanataka hii mechi. La slogan yao kwamba tunavuka, wanavukaje? Kwa kunafunga huyu Mwarabu klabu ya Al Masry goli 3-0 ama goli 4-1, chochote kile cha mabao ambacho wataweza kujihakikishia kuvuka katika hatua hii ya fainali kuelekea hatua ya nusu fainali kuanzia goli 3-0 na kuendelea. Moja kati ya wachezaji hatari kabisa klabu ya Al Masry, moja kati ya wachezaji ambao alifunga goli katika dakika za 16 ya mchezo wa kwanza. Kwa hiyo mambo yako namna hiyo. Daniel Morris ripoti za hapa uwanja wa hapa jijini Dar es Salaam, ikiwa tunafika kuelekea katika mchezo wa watu wako tayari wanategemea au ni Yanga wabele ambao wako hapa kuweza wakifanya mazoezi yao katika uwanja wa Meja Jenerali pale Samuel. Wewe mwenye simu. Hey. Naomba rudi kule, nataka ile kamera tu. Nimesema kamera sio simu. Sawa. Naomba rudi kule ndani. Kwamba twende upande huu hapo tunaona kuna kitu hapo.
sita, wamechoka kucheza robo fainali. Sasa wanataka kwenda kwenye hatua nyingine zaidi. Unaona Kibudeni Simkandaji, Kasambi, Waza Kalisa, Valente Noma, Hussein Kazi. Kibudia amekuwa mmoja wa wachezaji ambao wanaimbwa kwa kweli na Wanasimba, wanasema mchezaji wa mechi za aina hii ya kimataifa. Mchezo dhidi ya Almasi, mazoezi ya mwisho haya kabla ya siku ya mchezo hapo kesho, mchezo wa robo fainali ambao wanasema hii wanavukaje, na maandalizi ya kuvuka ndio kama haya ambayo yanayatazama kwa hivi sasa yakiendelea. Waungwana, sikilizeni.